Wakazi wa mtaa wa Ndumberi eneo bunge la Kiambu wanalalamikia kuongezeka kwa matumizi ya dawa za kulevya na pombe haramu katika eneo hilo. Hali hiyo imezua hofu miongoni mwa wakazi baada ya mwanaume mmoja kusadikiwa kufariki kutokana na kutumia mvinyo haramu, kisa ambacho kimeibua maswali kuhusu usalama wa bidhaa zinazouzwa katika maeneo ya burudani. Abraham Gadesha na taarifa zaidi. Wakazi wa mtaa wa biashara wa Ndumberi eneo bunge la Kiambu wanalalamikia ongezeko la dawa za kulevya na pombe haramu. Hii ni baada ya mwanaume kufariki akidaiwa ni kunywa pombe haramu. Hiyo pombe baya hii za Ndumberi. Wauziwe ile halali. Lakini hiyo sasa hiyo anauza 60. Ni pombe gani hiyo inauzwa 60? Sasa mtu akipata 60 pale hata kama ni nani anachukua 60 anakimbia anakunywa. Akipata ingine na ni poison. Kama inawezekana tumaliziwe hiyo pombe ile, tuite tumaliza jamini. Wengine kujinyonga, wengine wanakufa kama umbwa. Iishe tu. Mwenye club akanipata nikiandikisha OB. Akaniambia, nikamuuliza, ulikuwa unaua brother yangu kwa nini alikuwa soba? Nilikuwa namuita nimuamshe nimpeleke home, ndio ilikuwa hapo. Kenya ningeomba serikali ya county ya Kiambu ni ya kwamba wao ndio wanapeana licenses za wale manufacturers, kwa sababu shida sana si wale wafanyabiashara wa bars, lakini ni wale ambao wana manufacture hizo pombe haramu. Tungeuliza serikali ya county waende kwa hao ambao wanatengeneza pombe haramu, waweze kuwanyang'anya hizo leseni zao na operation ifanywe kwa security matters zichukuliwe hatua. Pia officers wetu wa askari na DCI wachukue hatua ili waweze kutushikia hao watu, waweze kumaliza hizo pombe haramu haraka iwezekanavyo. Askari wakuje wachunguze. Hakuna kukufunga kafti na unaacha mtu huko ndani. Wewe ufunge. Ukaondoa mtu kwa kama mawe. Wakazi hawa sasa wanaomba maafisa wa polisi kupiga doria ili kukabiliana na wanaoendelesha biashara hii haramu. Abraham Gadesha, NTV mashinani kutoka Ndumberi, kaunti ya Kiambu.